عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. أما بعد، baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma na amani mtume wetu Muhammad alayhi salatu wassalam, kutoka siku ya jana ambapo ilikuwa ni siku ya Jumatano, ikiwa ilikuwa ni tarehe moja ndani ya mwezi wa Dhulhijja, na leo siku ya Alhamis tukawa katika tarehe mbili ya mwezi wa Dhulhijja, na baada ya salatul maghribi ya leo tumeingia tarehe tatu katika mwezi wa Dhulhijja. Mtume alayhi salatu wassalam anatueleza katika hadithi zake ya kwamba ma min ayamin, hakuna masiku yoyote duniani, alamalu fihinna, matendo ndani ya masiku hayo, afdalu min hadhihi alashri, ni bora zaidi matendo hayo zaidi ya siku hizi 10. Yani matendo ambayo yanatekelezwa katika siku hizi 10 tulizokuwa nazo, matendo hayo ni bora mno zaidi ya masiku mengineyo. Qalu ya Rasulullah, masahaba wakasema kumuuliza Mtume, ewe Mtume wa Allah, aljihad fi sabilillah, waonaje swala zima la jihad katika njia ya Allah tabaraka wa taala? Fa akbaruhu, ama sisi tunaona hii jihad ni kubwa zaidi ya matendo ambayo yanatekelezwa katika masiku 10 haya. Faqala, Mtume akasema, wala aljihadu, hata hiyo jihad pia haiwezi kushinda matendo mema ambayo Muislam atakuwa ni mwenye kuyatekeleza katika masiku haya 10. Illa an yakhruja ar-rajulu binafsihi, isipokuwa mtu atoke yeye kwa nafsi yake, wa malihi, na mali zake, fi sabilillah, katika hiyo jihad atakayoiendea, aendee mwenyewe kwanza na akusanye kile ambacho kwamba kimekuacha katika uchumi, aende nacho. Thumma takunu, kisha iwe muhjatu nafsihi fi, iwe angamizo la nafsi yake ni katika huo uwanja wa jihad. Yani yeye mwenyewe kwenye hicho kiwanja cha jihad aende na asirudi, na ile mali aliyoibeba yote kaishie huko kutekelezewa ibada kama hiyo ya jihad. Huyu atakayefanya hivi, basi atakuwa ameweza kumshinda yule ambaye kwamba ametekeleza matendo mema ndani ya masiku haya 10. Kwa nini majambo yawe namna hii? Kwa sababu tunataka kuhamasishana na kukumbushana, na Waislamu wazingatie kwamba masiku haya tuliyokuwa nayo neematun adhima, kule kuyakuta na kuyapata ikiwa tuko hai ni neema kubwa mno. Mwanachuoni Saleh Al-Fawzan anasema, inna idraka hadhihi al-ashri, hakika katika kuyapata masiku haya 10 neematun adhima, hili ni jambo zito na neema kubwa, min ni'amillahi ta'ala ala al-abdi, miongoni mwa neema za Mwenyezi Mungu kwa mja wake. Kwamba mpaka sasa leo tuko siku ya 3 ndani ya masiku ya Dhulhijja, na kwa taufiki ya Allah tupo hai, tuko na afya tele. Hii ni neema kubwa mno. Yaqduruha haqqa qadriha as-salihun, wale waja wema wanabeba masiku haya kwa viwango vya juu, kwa thamani ya hali ya juu. Bimaana masiku haya kwa watu wema ni sehemu ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, bisiyam, kwa kufunga, wa tilawatul Qur'an, na kusoma Qur'ani, wa sadaqa, na kutoa sadaka, wama ila dhalika, na mengineyo katika matendo mema. Almushammiruna, wale watu wema ambao wao daima wanapata pupa ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna wajibil muslimi istishari hadhihi neema, sasa uwajibu wa kila Muislamu au wajibu wa Muislamu ni kuhisi utukufu wa masiku haya,
kwamba Muislamu akishakaa ndani ya moyo wake paingie hisia kwamba yeye yuko ndani ya masiku bora katika masiku ya dunia, wala sio masiku ya kufanya mchezo. Wa igtinami hadhihi alfursa, kisha Muislamu huyu akishahisi ndani ya moyo wake kwamba yuko ndani ya masiku bora, masiku ya dunia haya, basi awai kabisa kabisa kuwania fursa kama hiyo. Wadhalika bi an yakhussa hadhihi alashri bimazidi inaya, na kule kuyahisi kwa masiku haya bora ni kwa kufanya jambo gani? Jambo la kwamba yeye ahusishe masiku haya bimazidi inaya, kwamba ayachunge zaidi ya siku zingine. Kama alikuwa ni mtu wa muongo, apunguze uongo sana, ule uongo wake uende 0%. Kama mtu ni muongo, basi ule uongo ndani ya masiku haya uende 0%, bimaana asidanganye kabisa. Kama ni kuchelewesha swala, ahakikishe ndani ya masiku haya anadhibiti sala zake vizuri, kwa sababu yuko ndani ya masiku bora katika masiku ya dunia. Wa an yujahida nafsahu bitaa, kisha apambane na nafsi yake kwenye kumtii nani? Allah subhanahu wa ta'ala, awanie kumtii Allah jalla jalaluhu ndani ya masiku haya. Qala Abu Uthman an-Nahdi rahimahullah, kanu yu'adhimuna 13, wale wema waliotangulia tabia yao walikuwa wakitukuza makumi aina 3. Wema waliotangulia maisha yao walikuwa wana makumi aina 3 ambayo wakiadhimisha. Anasema al-ashra al-akhira min Ramadhan, wema waliotangulia walikuwa wakiadhimisha 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhani, wakilitukuza na kuongeza juhudi ya ibada. Wal ashru al-awwal wal ashra al-awwala min Dhulhijja, na 10 la kwanza la mwezi huu wa Dhulhijja tuliokuwa nao, wao pia ilikuwa ni miongoni mwa yale 10 matatu waliokuwa kiadhimisha. Wal ashru al-awwala min al-Muharram, na 10 la kwanza la mwezi wa Muharram ambao unakuja baada ya mwezi huu. Makumi ngapi haya? 3. Wao walikuwa wakifanya bidii kweli ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala katika 10 hayo. Sasa Ramadhan 10 lake lishatangulia, sasa hivi tuko ndani ya 10 la Dhulhijja. Masiku 10 haya wema waliotangulia walikuwa wakifanya juhudi ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna min fadlillahi ala ibadihi kathratu turuqul khair, na hakika miongoni mwa fadhila za Allah juu ya waja wake ni kule kuwapangia njia nyingi za kheri, kwamba Mwenyezi Mungu ametuwekea vichochoro vingi vya kumtii yeye. Allah ametuwekea barabara nyingi za kupata ajiri siku ya Kiyama, hakutubania bania. Kwa hivyo kila jambo Waislamu akafundishwa. Naam, tuko ndani ya masiku haya al-adhim, mazito. Tunafanya nini? Tunafanya nini ikiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuandalia njia tofauti tofauti za kuchuma mema, watanawwa subul ta'at, kisha njia za kumtii Allah zikawa mbalimbali. Ukitaka ufunge, ukitaka usome Qur'ani, ukitaka utoe sadaka, ukitaka uamrishe mema, ukitaka ukataze maovu, yani njia mbalimbali. Sio kwamba ni lazima akifunga huyu na wewe ufunge, la, wewe usifunge, lakini ukafanya jambo lingine zito, ukafanya jambo lingine zito la kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo njia za khair zikawa tofauti tofauti, liyaduma nishatu almuslim, ili appetite ya Muislamu ibakie kwenye ibada, kwa sababu kuna wakati unapata hari ya ibada. Time ya swala ikifika, unaoga vizuri, unatawadha udhu nyumbani, una perfume yako unagusagusa, jua hii leo uko na appetite nini ya ibada. Yani mtu anafanya hivyo sio kwamba anasafiri, anafanya hivyo ili kuendea swala isha, ama kuendea salatul maghrib, ama kuja salatul fajr. Bana mimi mpaka nioge bana, sipati raha kama nitaswali hivi. Kwa anaoga kwanza, anatawadhia nyumbani kwake, anachukua na perfume yake anapuliza katika mwili wake, kisha anatafuta nguo nyeupe, kanzu yake nyeupe, kofia yake nyeupe, trouser nyeupe, vest nyeupe, mpaka underwear. Kwa nini?
ilbisu min thiyabikum bayada, Mtume anasema vaeni katika nguo zenu nyeupe, wakafinu fihi mautakum fa innaha min khairi thiyabikum, kwa sababu hizi nguo nyeupe ni katika nguo bora katika nini? Nguo zenu. Kwa Muislamu siku hiyo anayekumbuka hadithi hii amepata appetite ya ibada. Bwana huyu anatafuta vesti nyeupe, hakuna tena vesti rangi rangi. Anatafuta na cowboy nyeupe, hakuna tena cowboy rangi rangi. Anatafuta na trouser nyeupe, anatafuta kanzu nyeupe, anatafuta na kofia nyeupe, kisha puliza na nini? Na manukato, kwa sababu anakumbuka hii ni hadithi ya Mtume alayhi salatu wasalam. Na siku hii huwa ni siku ambayo Muislamu amepata nishati ya ibada. Wayabqa mulaziman li ta'ati rabbih wa ibadatihi, Mwenyezi Mungu ameziweka barabara hizi za khairi na tofauti ya ibada mbalimbali ili Muislamu abakie kwenye taa ya Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi ashri dhilhijja, na katika haya masiku 10 ya Dhulhijja, a'malu fadila wa ta'atu mutaaddida yanbaghi limuslim an yahrisa 'alayha, kwamba haya masiku 10 kuna matendo yenye fadhila kubwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kuna taa mbalimbali. Inafaa Muislamu sasa awe na pupa kwenye ibada hizo. Muislamu awe na nini? Awe na pupa kwenye hizo ibada. Qur'ani asome ya kutosha, istighfari aleta za kutosha, takbirat apige za kutosha, kwa sababu takbir na tahlil na tahmid ndani ya masiku haya ni katika sunna. Ni katika nini? Sunna. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hii ni sunna kuanzia siku ya kwanza na jana ya pili na leo ya tatu mpaka Idi swaliwe. Lakini labda inaonekana ni maajabu, akionekana mtu atembea barabara takbira kama hivyo, kwani watashaswali Idi? Si hivyo? Inaonekana ni balaa, kwani jambo hili latokea wapi bana? Takbira hata Idi bado bana. Lakini kumbe ndani ya masiku haya 10 yote inatakiwa Muislamu apige takbira mpaka iswaliwe Idi, kisha swaliwa zimekwisha takbira. Tofauti na Idi ya fitri, tunapiga takbir na siku 3 mbele, si ndio? Takbira kuanzia siku ya Idi, mwezi umetoka mpaka tuswali Idi, na siku 3 mbele takbira zinaendelea. Lakini mara hii takbira zinaanza mwanzo mpaka siku ya swala tuswali, kisha swala zimeisha. Kwa hiyo masiku haya ni masiku bora mno ambayo Muislamu anatakiwa azingatie na awe na pupa ya amalu salihah. Namba 1, Sheikh akasema asiyam, kwanza kuna funga. Fayusannu limuslim an yasuma 9 Dhulhijja, na ni katika sunna Muislamu kufunga siku ya 9 ya Dhulhijja, lianna an-nabiy sallallahu alayhi wasallama, kwa sababu Mtume alayhi salatu wasalam hatha ala al-amali salih fiha, alihimiza kwamba watu watekeleze matendo mema ndani ya masiku hayo. Wasiyam min afdali al-a'mal, na funga ni miongoni mwa zile amali zito. Waqad istafahu Allahu ta'ala li nafsihi, Mwenyezi Mungu alichagua ibada hiyo kwa nafsi yake, kama fil hadith al-Qudsi, kama katika hadith al-Qudsi Allah alivyosema, kullu amalu ibn adam lahu, matendo yote ya mwanadamu ni yake yeye, illa saum, isipokuwa funga, fa innahu li wa ana ajzi bihi, hii funga ni yangu mimi na mimi ndo nitakoilipa. Wa an abi umama radhiyallahu anhu qala qultu ya rasulullah dullani ala amali udkhilu bihi aljanna. Abi Umama anamwambia Mtume Rasulullah, hebu nielekeze kwenye matendo ambayo matendo hayo nikiyatekeleza yataniingiza peponi. Qala alayka bisawm, tunakamwambia shikamana nini? Na funga. Shikamana na kitu gani? Shikamana na funga. Fa innahu, kwa sababu hiyo funga, la mithla lahu, haina mfano wake kwenye malipo, ina malipo mazito mno. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fima yarwihi an rabbih, kisha Mtume akasema katika yale mapokezi aliyopokea kutoka kwa Mola wake, wama yazalu abadi yataqarrabu ilayya bin nawafili,
Allah anasema na hatoacha Muislamu kujikurubisha kwangu kwa ibada za sunna hata uhibbahu, mpaka nimpende. Kwa hiyo Muislamu atakapojikurubisha kwa Allah kwa ibada mbalimbali za sunna, hii inathibitisha mapenzi ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wama yazalu abadi, na hatoacha mja wangu yataqarrabu ilayya bin nawafili, kujikurubisha kwangu kwa ibada za sunna, hata uhibbahu, mpaka nimpende, ndio afanye hivyo. Kwa hiyo atakayefunga ndani ya masiku haya anatekeleza sunna, atakayetoa sadaka ndani ya masiku haya ni katika sunna, na hatofanya Muislamu ibada zozote za sunna isipokuwa inathibitisha mapenzi ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala kwake. Wa min ahabbi al-ibadati ila Allah ta'ala as-sawm, na katika ibada zinazopendeza zaidi kwa Allah ni nini? Funga. La siyaman fi hadhihi al-ayyam al-fadila, hasa katika masiku haya bora. Kwa hiyo Muislamu akisema mimi nafunga masiku yote mpaka Arafa, la haraja, hakuna shida, bali anajikurubisha kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na akisema mimi nasubiria tu siku moja ya Arafa, subiri, la haraja alayka, hakuna tatizo. Walakin hauwezi kuwa sawa na mtu alianza kutoka mwanzo, hauwezi. Atakayefunga siku hii moja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ba'ada Allah wajahu 70 harifan min an-nar. Atakayefunga siku hii moja, Mwenyezi Mungu anamweka mbali yeye mail 70 kutoka ndani ya moto. Je, kama umeanzia huko mwanzo mpaka kufika kwenye Arafa, hiyo jahannam iko wapi wewe na hiyo? Masafa marefu sana. Leo mtu anakaa bwana, mimi bwana nitafunga sunna bwana, mtume ametuambia tufunge Arafa peke yake. Lakini ibada ya funga yenyewe inapendeza kwa nani? Kwa Allah. Na ibada ya funga ikiwa inapendeza kwa Allah ni miongoni mwa zile amali bora Allah anazipenda. Kwa hiyo ukifunga masiku yote haya mpaka Arafa ifike, umetekeleza amali nzito, ikiwa ndani ya masiku 10 bora. Qala an-Nawawi, al-Imam an-Nawawi akasema siyamaha mustahabbun istihbaban shadida, kule kufunga masiku haya 10 yote haya mpaka Arafa ifike yamependezeshwa, tena upendezesho mzito, sio jambo la kukalia bure hili kuyafunga haya masiku haya. Imamu Nawawi anasema kuyafunga kwake haya masiku 10 yamependezeshwa, yani ni sunna, tena sunna iliyokokotezwa, sio habari ya kulalala. Wa amma mashtahara inda ba'd al-awami wala siyama an-nisa. Tukimalizia kwa nukta hii ya leo, na amali ile jambo ambalo kwamba limekuwa limezingatiwa, limeenea kwa wengi katika watu ambao kwamba si wasomi wa kwenda mbali, bi maana hii dini haimo kwenye maarifa yao, hasa wanawake. Misiyami 3 al-hijja, ni kule kufunga masiku 3 ya hija, bi maana siku ya 7, siku ya 8 na 9 Arafa, kwamba yeye afunge siku zote, lakini siku ya 7 na 8 na 9 ndo anafunga. Jambo hili lina mushkili. Yaanuna biha al-yawm as-sabi' wa thamin wa tasa, fa hadha at-takhsisi, kule kuhusisha kwamba wewe haufungi siku zote, lakini kwa siku ya 7 na 8 na 9 ndio unafunga, kule kuhusisha masiku hayo, la asla lahu fima a'lam. Mwanachuoni Al-Fawzan anasema jambo hili halina asli katika yale ninayofahamu. Kwa hiyo kuhusisha kwamba mtu akatizie mpaka siku ya 7 na 8 9 ndio afunge, ili jambo lina asli. Ama mtu akasema mimi nafunga tu, Arafa ikifika nitafunga, sawa, lakini asihusishe hapo kwa hapo kwamba yeye afungi zote mpaka ifike 7 na 8 na 9. La, hakuna takhsis. Wa amma siyamu yawm Arafa fa fihi thawabun adhim, ama jambo zima la kufunga siku ya Arafa ndani yake muna ajiri kubwa. Urida fihi nasu khasun nadhkuruhu, anasema jambo hili la Arafa limekuja dalili khasa, tutaitaja insha Allahu fi kalami ala yawm Arafa fi almajlis at-tasi', katika siku hiyo ya Arafa, katika kikao cha 9 tutakuja kuitaja dalili yake iliyohusisha jambo hilo. Nukta ya mwisho, at-takbiri wa min al-a'mali salihah fi hadha al-'ashr
ذكر الله تعالى بالتكرير والتهليل والتسبيح والاستغفار والدعاء والذكر مشروع في سائر الأوقات محبوب في جميع الأحوال. Nukta hii tutakuja kuizungumzia kesho insha Allahu taala, kwa sababu ya wakati hatutaki kurefusha sana. Khairul kalam ma qalla wa dalla, maneno yaliyokuwa bora ni yale yaliyokuwa machache na yenye kufahamika vizuri. Kwa insha Allahu taala nukta hii ya takbir tutakuja kuitaja kwa urefu kesho. Allah akitupa pumzi na afya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.